Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, support iliyokuja jana, watu ni wengi, nimefurahi. Na vijana squad nafikiri mnaona iko nyuma yangu hapo kwamba wao wako tayari muda wote. Na vile vile nikasema kwanza kabla ya kujibu hayo kwamba furaha iliyokuwa ni kubwa sana. Furaha iliyokuwa ni kubwa sana, na vile vile nafikiri watu wa michezo wameona jana, na wachezaji hao wapo wanahitaji nafasi, kama kuna fursa kuhitajika mtaji sehemu basi wapo na wako free kabisa. Lakini pia napenda kuwashukuru waandaji mashindano. Mashindano yalikuwa mazuri sana, pamoja na Master mwenyewe kama kijana mnavyomuona huyu kahamasika na kuhakikisha kwamba yeye anapambana iwe siwe kutoa ubingwa. Nashukuru kwamba alishiriki miaka 3 nyuma, lakini ilikuwa hata robo afiki kwa sababu ilikuwa mipango yake bado ilikuwa haijakaa vizuri. Lakini nashukuru kwamba alivyonitafuta tumefanya jambo na nikatafuta vijana ambao wenye uwezo. Ukiangalia timu yangu wale mchezaji ambao mwenye jina hamna star, wote ambao ni normal kawaida wa mitaani, lakini mwakushanya. Cha muhimu tunajenga nidhamu ya hali ya juu kwanza, ili nihakikisha kwamba hawa wawe na usikivu, kwa sababu mchezaji akiwa na usikivu atafahamu. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba alikuwa usikivu na ndio mpaka tumefikia hapa, tumeshukua ubingwa mshindano. Lakini unawaambia nini sawa na Kariakoo? Mimi kwanza washabiki kama tunawashukuru pamoja na washabiki wa Kariakoo wa Mnazi Mmoja wote kwa jumla wa Kigamboni, kwa sababu 10% zaidi wangu nilishukuru hapa kutoka Kigamboni nusu yao. Kwa hiyo mimi nafikiri ni wakati mzuri pia wa kuangalia wao fursa kwa wachezaji, kwa sababu hao ndio maisha yao, na vile vile kwamba wasichoke. Hii sio timu, ni combine, lakini sasa tusubiri mwakani kwa mtu ambaye anapenda mpira mwakani mbali. Pia unaweza kuona kwenye njia nyingine ambazo kwa vilabu ambao watakachochukuliwa na fursa zimeanza kujitokeza kidogo. Kwa hiyo mimi naombea wachezaji wangu kwamba wote wapate vilabu, kila mtu apate kilabu, ili na mimi mwenyewe nitafurahi kama kocha kwamba wachezaji ambao nilikuwa nimewakuza kwa muda mdogo tu, lakini wamepata mafanikio na timu ambazo zinaweza kutimiza katika majukumu yao katika maisha yao. Kitu gani ambacho uliamini kusaidia kwenye kuwachukua wachezaji wa ligi kuu? Tunaona wachezaji wengi wa ligi kuu wengine kutoka nje kama mchezaji Tibajoni, Saidi, lakini wao waliamua kuwa wachezaji vijana ambao ni hapa na wanacheza na kuchukua kombe. Kwanza mimi napenda mchezaji ambaye anasikia, na mchezaji ambaye alikuwa senior na jina hawezi kukusikia tena, lakini watu wanashinda kuamua hilo. Sipendi kutaja nani nilikuwa nao walikuja mazoezi, lakini siwezi kuwataja, lakini nilikuwa nao, lakini niliwaambia kwamba bwana, mimi siwezi kufanya kazi na wewe kwa sababu hawa vijana nilikuwa nao, unaweza wewe ukaniharibia wachezaji wangu, kwa sababu najua ni mtu wa aina gani yeye, mpo tabia ziko vipi, na hii ni timu tu ambayo tunatafuta maisha. Vijana wangu nataka kuwainua, kwa sababu nikisema nichanganye na watu ambao walikuwa tayari na majina, wana experience kwenye vilabu shapitia vikubwa, ingekuwa kuna shida. Kuna mambo mimi ingenishinda, ningegombana na watu, pengine ningeamua niache timu. Lakini nimechukua vijana ambao wasikivu, wana adabu, wana nidhamu, na wao wamechagua kwamba pia ni mchezo wao, ni maisha yao. Kwa hiyo mimi cha msingi tuangalia ni hicho. Cha msingi niangalia nidhamu ya hali ya juu, na sitoshe kwamba wanasikia. Usikivu ndio kila kitu. Unaposikia basi unatekeleza mambo yao. Hiyo ndio hapo. Asante sana, shukrani. Ndio. Kama top level manager wa timu, ndio, kuna kipi cha kuzungumza na wadau wa football na furaha yako iko kubwa kiasi gani? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, mashindano yameisha salama. Mashindano yalikuwa ni mazuri ya ajabu kabisa. Toka sisi huu msimu wetu wa 3 tunashiriki, lakini msimu huu tumechukua ubingwa. Lakini pia nitoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi mzima wa Master, kuanzia coach, kwa sababu bila yeye sisi tusingekuwa leo hapa. Ndio. Takriban misimu 3 mnashiriki michuano hii. Msimu huu umefanikiwa kuwa mabingwa. Nini ambacho hasa msimu huu mmekiongeza na unafikiri hicho kimewasaidia na mmeweza kutoa kombe? Msimu huu tumejiandaa mapema. Sisi tumeanza kujiandaa miezi 3 zaidi nyuma, sababu tulikuwa tumepania lazima tuchukue kombe hivyo vote iwavu, na pia tulikuwa tukitoa motisha nyingi sana kwa wachezaji, na ndo ukaona nguvu kubwa mara hii. Tulikuwa tukinunua goli la Master, baada ya goli la mama kawa na goli la Master. Kwenye timu yenu kuna idadi kubwa ya wachezaji vijana ambao hata kocha amezungumza kwamba hakukuwa na mchezaji maarufu, labda wachezaji wakubwa wa Premier, wengi ni vijana. Ulikuwa na wazo gani kuwaamini hawa vijana na mpaka wakafanikiwa kuleta hicho ambacho wamekileta?
unajua hii ni fursa. Sisi kazi yetu ni wauza marimu na tairi. Kazi zao hawa ni mpira. Sasa hii imekuja ni fursa, tukamwambia coach. Coach akaniambia bwana, mimi nataka nitoe vijana vipaji. Sababu lengo la mashindano pia kuibua vipaji. Sawa Sasa lengo letu sisi kuibua vipaji. Ndio maana hakuchukua wachezaji wa wenye majina kusudi, kwa sababu kuna vipaji vingi mtaani. Naamini mkiangalia clip game zetu mtaona vipaji vyetu. Ndio lengo letu kuu hilo. Ndio. Labda sana mashindano haya yanachezwa. Ndio. Ni ukanda ambao mnajuana. Ndio. Ugumu ulipokuwa wapi? Timu ya District na timu zingine za hapa ambao mnajuana. Ugumu ulipokuwa wapi? Unacheza timu zinazojuana na kazi moja, mnaishi sehemu moja, mnakula sehemu moja, mwisho siku ni michezo, lakini ukishaingia uwanjani ni vita ya mpira. Ugumu ni uko wapi kwenye kujuana? Ugumu upo kwa sababu kila mmoja kajiandaa na tunakuja kutambiana. Sisi bwana tuna tabia moja. Kama bin Suluma akitufunga, kesho hatukai hapa. Anakuja kututambia. Sasa mimi namkamata coach. Coach nikifungwa niko na wewe. Stoi posho. Sinunui goli. Sasa lazima wachezaji wanakuwa napambana. Sasa hata kama ukiona game yetu ya nusu finali ilivyokuwa, ilikuwa ni game tough sana. Ndio. Hiyo ndio sababu na nyinyi mmepitisha kombe pale kumtambia bin Suluma. Lazima sasa hapa tukitoka tunaenda Kilimanjaro kulipitisha kombe, tukifika tunaenda zetu Fire. Sasa bahati wengine hatuwajui tu. Lakini tungeenda huko kwa makao. Hapa tukitoka hapa tunaenda kumpitishia Soloka. Salah wote walione kombe. Kwa sisi ndo mabingwa mwaka huu. Walitutambia sana, walikuja na mashabiki wengi. Sasa tukitoka hapa sasa tunapita silent. Kuna kutamba pia. Asante sana. Uhakika. Asalamu alaykum. Kama kawaida. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiwa kama msemaji wa Master Team. Awali ya yote napenda kuwashukuru mashabiki wote ambao mmefika hapa pamoja na wachezaji pamoja na viongozi wangu wote mpaka kombe kuja Master Team. Kabla ya yote, kabla mashindano niliwaambia nisipochukua kombe munitafute. Niliongea hiyo kauli na kombe limekuja uhakika na niliwaahidi ili kombe lazima nilibebe. Yaani sina mbambamba. Mmeona shughuli yangu, kila aliyekuja mbele alipasuka kutokana na idadi na kifungo ambacho kinamstahili, alipigwa za kwake za uso, maisha yakaendelea, kombe limekuja Master Team. Kama kuna wengine msimu unaokuja, maana yake walikuja kushiriki. Msimu unaokuja waleta wachezaji wengine wazuri. Wachukua hata Premier League, wachezaji wangu ni hao. Na wataendelea kuniwakilisha vizuri na kuchukua kombe misimu mitatu mfululizo kutokea msimu huu. Yaani kutokea msimu huu yote atakayekanyaga ni buba kambani. Yaani yote atakayekanyaga. Yaani ukijichanganya tu, ya lazima upasuke. Timu gani ambayo mlikuwa mnaifikiria kwa timu ambazo timu jirani hapa? Hakuna timu tunayofia. Yote alikuja sasa alikufa. Kama timu tulikuwa tunayofia ingetufunga. Hakuna timu iliyofiwa, ndio maana tuliifunga. Ukiona hujatufunga unajua ulikuwa uofiwi. Timu gani ambayo mliifunga moyoni mlifurahi kweli? Kilimanjaro. Kilimanjaro na Wasafi kwa sababu wana mdomo sana. Mdomo wao umewaponza. Yaani Kilimanjaro na Wasafi nawaambia mdomo uliwaponza. Uliongea sana nje ya uwanja. Lakini mmeona shughuli yetu. Tena hasa Wasafi jana mmecheza finali. Nafikiri kulikuwa kuna ugumu kiasi gani mpaka nyupata matokeo na kutoka? Wasafi wao ni wazee cha kwanza. Hawezi kushindana na vijana. Mzee atabaki kuwa mzee. Wakati wa mzee ukipita, wakati wa vijana wanachukua mambo yao, tunachukua kombe kama wao ni wazee. Sasa rafiki yangu striker nani kweli Ricardo kweli rafiki yangu anaweza kumpita beki wangu kweli. Beki anakaba mpaka kivuli hakipiti. Shot kikatiza tu imekabwa. Sasa Ricardo kweli atamkaba beki wangu. Haiwezekani. Msemaji una baya. Sina baya kama Nyamwingi. Kama Nyamwingi. Shika kombe msemaji tuendelee. Nipeni kombe langu. Haya jamani, kombe letu ili hapa nikiwa kama msemaji wa Master Team. Yeyote aliyekanyaga alikufa na wataendelea kufa misimu mitatu mfululizo. Master Team oye!